lakini wana support timu yetu. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa matawi tumewaiteni hapa leo ni kukumbushana viongozi wa matawi wote na watu wote wanaotakia mema klabu yetu ya Simba. Hajajulikana mbaya katika klabu yetu, lakini watu wanakisia tu kwamba Shabani mbaya, Musa mbaya, Kisugu mbaya, mwingine mbaya. Sasa lengo letu ni kuhakikisha Simba inarudi katika msimu ambao tulishauanza, kwa sababu sasa hivi tumesimama hapa kutokana na mashindano ya kimataifa, then turudi katika msimu huu kwenye mechi zingine, kila mwana Simba akiwa yuko safi, na yule mbaya basi tumweke pembeni ili tusonge mbele. Nia yetu ya kuitisha presi hii ni moja tu. Mwenyezi Mungu anasema niombeni nitawapa, na kila mtakachokiomba basi Mwenyezi Mungu atakupa. Nia yetu ni kuhakikisha tunaondoa wale ambao wanatufanyia mabaya, ambao wanaona kama hawaonekani, kwa sababu shutuma zimekuwa nyingi, na kufahamu hawa watu kwetu kwa kunyosheana vidole haitoshi. Kwa hiyo presi hii tunaita ili kila mwana Simba nchi nzima au dunia nzima, tulikuwa tunaomba siku ya tarehe 22 ambayo itakuwa Jumanne ya mwezi wa 12 kabla ya mwaka kupindua, kila mwana Simba awe kwenye mkoa wa Dar es Salaam, awe kwenye mkoa wowote, awe kwenye nchi yoyote, awe kwenye bonde, kwenye milima, sehemu yoyote, basi iwe siku yetu maalum ya kuiombea timu yetu ya klabu ya Simba mema, na kuiombea klabu yetu ya Simba wale wabaya wote ambao wanafanya mabaya, basi tunaomba watoke katika timu yetu iweze kwenda katika mwenendo mzuri. Lakini katika kuomba huku kuna mambo mawili, kuna dua na kuna mambo mengine. Kwa hiyo la kufanya ili uweze kufanikisha hili, hatukufundishi kufanya nini. Unawezekana ukasoma dua, inawezekana ukaenda kwenye milima, inawezekana ukaenda kwenye mito, inawezekana ukaenda kwenye sehemu nyingine yoyote ile, ili mradi kumuomba Mwenyezi Mungu ili wale wabaya watoke kwenye timu yetu, wana Simba tupate furaha. Karaha imezidi mpaka sasa, hatuna amani. Sasa kwa nini tukose amani wakati Mwenyezi Mungu kasema niombeni nitawapa? Na sisi tunataka kumuomba Mwenyezi Mungu kwa kile tulichokuwa nacho. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kutuondolea wale ambao wanatufanyia mabaya kwenye timu yetu, wale ambao wanatufanyia usaliti kwenye timu yetu. Tunasikia kuna msemaji wa timu fulani anasema kuna shushushu wake ndani. Sasa huyo shushushu anayetoa taarifa, anayetengeneza mipango ya shushushu, anayepokea taarifa za shushushu, anayepewa taarifa za shushushu, basi hawa watu wote wawajibike kwa hiki ambacho tunachotaka kukifanya wana Simba, ili ya ufundisho la kufanya, ila cha kufanya ili huyu mtu ambaye anatutafuna unakijua wewe, ambaye uliokuwa pembeni, ukiwa mwanachama, ukiwa mshabiki, jukumu ni la kwetu wote. Leo kila mwana Simba anaonekana anatuhumu klabu yetu kwamba Shabani anahujumu, Mwangungu si anahujumu, mwingine nani, kila mtu anatajwa. Sasa sisi hatujajua anayetuhujumu nani, lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu kuna aya zao anasema, unaponiomba mimi Mwenyezi Mungu, basi utakachoniomba na mimi nitakupa. Sisi wana Simba kilio chetu kwa Mwenyezi Mungu wetu leo, siku ya Ijumaa, tunazungumza tukiwa katika nia njema kabisa, kuhakikisha hatumuombei mabaya yanayotufanyia vizuri kwenye timu yetu, ila anayetufanyia mabaya basi Mwenyezi Mungu insha Allah atupokelee ombi letu tunataka kulifanya siku ya tarehe 22 nchi nzima, kwa wale wabaya wote waweze kuondokana na klabu yetu ya Simba, tuweze kufanya vizuri na turudi katika uimara kwa sawa, kwa sababu klabu yetu ni klabu ambayo kuna wawekezaji wanakuja kuweka pesa, wanahitaji mashabiki na wanachama wa support ili irudi. Leo Simba tumepoteza mwelekeo hata uwanjani. Leo Simba tumepoteza hata mvuto wa kupendwa na mashabiki wetu. Mashabiki wa Simba wanashambulia timu yao. Sasa tunataka kumuomba Mwenyezi Mungu wetu, na tunaomba siku maalum ya kuchukua maombi haya, kuanzia tarehe 15 kama utahitaji kufunga ufunge, ila tarehe 22 kila mwana Simba akae kwa imani yake
aiombee timu yetu ili iweze kurudi katika msimamo uliokuwa bora, na viongozi ambao wanaitakia klabu yetu manufaa na mafanikio, na mashabiki wanaitakia klabu yetu manufaa na mafanikio, na wanachama wanaitakia klabu yetu manufaa na mafanikio. Wakirudi tena kwenye ligi, wote tuwe kwenye nguvu moja, tushikamane na tuhakikishe timu yetu inakuwa bora na tufanye vizuri kwenye mechi za ndani na mechi za nje, na kila mwana Simba aridhie kwa kile ambacho tunachokifanya inshallah. Kama kuna swali mnaweza mkauliza kabla sijainuka.